inakuwa inaingia ndani mwako, na ndivyo iko hivyo. Na hiyo ni mahali kokote. Mtu yote ambaye anakaa chini ya mtu kwa muda mrefu au kwa kipindi fulani, utaona kuna vitu lazima vitaingia ndani ya mtu. Kwa hiyo katika kumsikiliza hiyo sauti, huo mfumo wa uzungumzaji uliingia ndani mwangu. Kwa hiyo mimi sikuokoka pale kama nilivyotangulia kusema, lakini kwa kukaa pale na kumsikiliza, iko kitu kiliweza kuingia ndani mwangu, na nimesema tukafanya kazi na kupata nafasi pia, nilieleza hapo nyuma, ya kufanya shughuli za ukalimani katika huduma yake. Kwa hiyo yote katika yote, hiyo sauti imeweza kukaa ndani mwangu, na haijakaa kwa kujifanya. Haijakaa kwa kujifanya. Imekaa tu automatic kwa sababu nimemsikiliza zaidi. Nimemsikiliza sana. Na hiyo na kama ukisema umemsikiliza sana, ishara yake ni kwamba mafundisho yake mengi unayakubali. Na yakubali mengi sana, mengi mno na yakubali. Sasa hebu msaidie huyu muumini, maana comments nyingi nazoziona hapa inaonekana watu ni waumini na vijana na watoto wa kiroho wa Askofu Kakobe, ambao wao pengine wanatafsiri kama unamkosea adabu baba yao, unamkosea adabu mpako mafuta wa Mungu. Je, sasa unaamini bado Askofu Kakobe ni mtumishi wa Mungu, ni mpako wa mafuta ya Mungu, na unaamini ana mchango huo katika maisha yako na maisha ya watu wengi? Ninaamini kwamba Askofu Zachary Kakobe ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Ndiyo. Ni mpako wa mafuta wa Mungu. Ndiyo. Bado anafanya kazi ya Mungu. Ninaamini hivi, na ana mchango mkubwa kwenye maisha yangu mimi ya kiroho. Ndiyo. Kwenye maisha yangu kwa ujumla ana mchango mkubwa sana sana, sio kidogo sana. Na nimesema tangu mwanzo, ninamheshimu, sina nafasi ya kumdharau, sina nafasi ya kumvunjia heshima iwaye yote. Nini kinakusukuma kuingia katika riski ya namna hii? Maana it seems like risky kwa sababu wako watu hawataki kuelewa hiki ambacho unajaribu kufanya kama marekebisho, sio kwake tu. Maana nimekusikia ukiwa unafanya marekebisho kwa watumishi wengi. Ndio. Yeye ni mmoja wa watumishi hao. Ndio. Lakini hao watu ambao wanampenda na kuamini zidi ya mtumishi wa Mungu huyu Askofu Kakobe, wanaonekana kama wana ushabiki ambao unapelekea kutafakari pengine Bishop Kevin Stefano ana ugomvi binafsi na Bishop Zachary Kakobe, ambaye ni mtu ambaye amekuwa akimfuatilia. Askofu Mkuu Zachary Kakobe hajawahi kuniletea madhara yoyote kwenye maisha yangu. Hajawahi kunitukana, hajawahi kuniibia, hajawahi kunitapeli, hajawahi kunifanyia dhambi iwayo yoyote. Sijawahi kuona kosa kwa maana yeye kunitendea mimi private. Kwa hiyo sina kosa naye lolote, sina shida naye yoyote. Nini kinakusukuma kufanya maonyo kwake? Kwanza, hii ni moja ya kazi ya mtumishi wa Mungu yoyote. Unapoona kosa mahali kokote, alafu usilifanye, usilirekebishe, wewe ndo una matatizo. Kwa sababu mtu huyu akiharibikiwa na wewe umeona tatizo kwake, alafu usimwambie, huyu mtu akiharibikiwa akafa akaenda motoni, wewe damu yake itatakwa mikononi mwako. Neno damu kutakwa mikononi mwako maana yake ni nini? Inahesabika ni kama tukisikia mtu fulani kwamba amefariki ndani ya nyumba yako, ndio, alafu wakaja polisi wakakuta wewe una damu mikononi, na yule mtu anachuruzika damu, ndio suspect wa kwanza, mtumiwa wa kwanza utakuwa ni wewe, kwa sababu ndio damu inaonekana iko mikononi mwako. Kwa Biblia inaposema damu yake itatakwa mikononi mwako, maana yake wewe ndio utahesabiwa umemuua mtu huyo, umemfanya mtu huyo aende motoni. Sasa mimi nini kinanisukuma kuzungumza haya yote? Mtumishi wa Mungu Zachary Kakobe amefanya kazi kubwa katika nchi ya Tanzania na ameanza vizuri sana. Sasa huku mwishoni tunapoanza kuona matatizo fulani, sitaki hayo yatokee, ili kusudi aondoke vizuri. Kama anaondoka duniani, aingie mbinguni, aingie vizuri. Kusiwepo na chochote cha kumzuia, kusiwepo na jambo liwalo lolote la kumzuia Masihi wa Mungu. Yani sitaki kwa namna iwayo yote aweze kupotea. Sitaki aweze kupotea. Kwa hilo ndo linanisukuma niweze kusema na kurudia tena na kurudia tena na tena na tena na tena, ili kumsaidia Masihi wa Mungu. Sio hilo tu, mimi nimezungumza habari ya TAG.
Nimezungumza habari ya kurekebishwa kanisa la Mungu lote. Katika Ezekiel sura ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 19. Sikiliza maneno hayo kwa makini. Sikiliza maneno hayo kwa makini. Hata ikiwa mwisho wa siku 7, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu. Mtumishi wa Mungu yoyote amewekwa kuwa mlinzi. Unaposikia nyumba ya Israeli, Israeli kwa lugha ya Agano Jipya ni waliookoka. Watu waliokoka wanaitwa, labda nirudi nyuma kwanza, katika Wagalatia ili tuweze kulijua hilo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26 mpaka mstari wa 29. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Mstari wa 29 ndio wa kuzingatia. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa nani? Wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi. Kama sisi ni uzao wa Ibrahimu, inazungumzia nini? Inazungumzia Isaka ni uzao wa Ibrahimu. Inazungumzia Yakobo ni uzao wa Ibrahimu. Watoto wake ni uzao wa Ibrahimu. Kama sisi kama sisi ni wa Kristo, basi tumekuwa ni watoto wa Ibrahimu, kama alivyokuwa Isaka, kama alivyokuwa Yakobo, ambaye baadaye alibadilishwa jina akaitwa Israeli. Kwa tafsiri hiyo, naposema nimekuweka kuwa mlinzi juu ya Israeli, maana yake nimekuweka kuwa mlinzi juu ya nani? Ya waliookoka. Ezekiel 3:17. Sasa, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu. Ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa. Wewe neno utakufa linalozungumza katika msingi wake, kufa inazungumzia, tafsiri yake ni either roho kutengana na mwili au roho kutengana na Mungu. Roho ikitengana na mwili tunasema amekufa. Roho ikitengana na Mungu nasema vile vile mtu huyo amekufa. Ndio maana katika bustani ya Edeni Mungu alimwambia, utakapokula matunda haya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika utakufa hakika. Maana yake alikuwa anamaanisha kufa kiroho. Matokeo ya kufa kiroho ndio alipelekea kufa kimwili. Maana yake Adamu na Hawa walikuwa wametenganishwa na Mungu. Kwa hapa anasema, nimwambiapo mtu mbaya, hakika utakufa. Yaani hakika utatenganishwa na Mungu. Na unatenganishwa na Mungu wapi? Motoni, kwenye ziwa la moto. Kwa lugha rahisi, anaposema nimwambiapo mtu mbaya hakika utakufa, anamaanisha nimwambiapo mtu mbaya hakika utakwenda motoni. Wewe usimpe maonyo, wala husemi na huyo mtu mbaya ili kumuonya, kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini ukimuonya mtu mbaya, wala yeye hauachi ubaya wake, wala njia yake mbaya, atakufa katika uovu wake, bali wewe umejiokoa roho yako. Hiki ndicho ninachokifanya. Napoona uovu mahali kokote, napoona mahali kokote hapajaenda sawa sawa, na wajibu wa kusema, ili mradi na access ya kufikisha ujumbe wangu kwa mtu huyo, nina access ya kupeleka ujumbe huo kwake. Maana yake ninasaidia ili mtu asiweze kuharibikiwa, na mimi nijiponye roho yangu. Sina chuki na mtu wa yote. Askofu Zakari Kakobe ni mtu aliyefanya kazi ya Mungu kubwa, na ninaiheshimu kazi hiyo, na sitaki hapo mwishoni aende mrama. Tunataka wote ambao tunampenda aweze kwenda mbinguni. Ndio ndugu, basi tunaweza kuendelea na ndugu anaitwa Valeri Damas. Ndio. Anasema wewe una tatizo la akili. Ndio. Akili zako zimeharibiwa na shetani. Hakuna mtu anayezuiliwa kuja kanisani kwa sababu ya zaka. Yesu anasema tuuze vyote tumtolee Mungu. Ukizaliwa mara ya pili, kumtolea Mungu sio tatizo. Wewe hujaokoka. Huwezi kumfundisha Kakobe. Wewe Yuda, kama ungeokoka usingelalamika kumtolea Mungu. Kama mfupa ulimshinda fisi, mbwa hawezi. FGBF tunapambana na shetani wa ulimwengu kwa jina la Yesu. Hatuna muda wa kubishana na fisi.
Sasa hebu angalia. Hebu kama hujasema kitu pastor. Kisoma nafikiri Yohana 14 mstari wa 5 pale. 14 au 15 inazungumza mimi ni mzabibu, ni 14 15 15 4 mimi ni mzabibu ni matawi. Kuna Yohana 15:1 mimi ni mzabibu. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Unataka kwenda mpaka mstari gani? Nataka mstari wa 4 twende. Mstari wa 4. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, hapo ndipo napata, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama tawi anasema nirudie, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi. Sasa unajiuliza, Yesu alituambia tuzae. Kama hatuzai hatutakatwa. Ndio. Sasa unajiuliza kama mazao yako ndio ya namna hii. Una kitu cha kujiuliza. Askofu Kakobe, ukiachana na watu wanavyomshabikia hivi, pia yeye kama angepata muda wa kuangalia hii video, alafu na kusoma comments katika masomo ambayo tumesema maonye kwa Askofu Kakobe na TAG na kanisa kwa ujumla, aone watu ambao wanajinasibu kama ni watoto wake wa kiroho au watu wanaomfuatilia au wanaomshabikia lugha zao. Tafsiri yake ni kwamba hawa ni zao lake. Hii ni tafsiri hii ya haraka japo kwa inaweza isiwe rasmi. Sasa kama unazaa watoto wa namna hii, sijui mimi nakosa hekima sana ya kutumia maneno hapa. Hapo inabidi hapo nitamtetea kidogo, nitamtetea askofu. Lakini unajaribu kuelewa mimi ninakuelewa vizuri sana. Hebu nielewe mimi alafu nimekuelewa. Weka sawa hii situation. Nitaweka tu vizuri. Ndio. Nataka nimtetee Askofu Zachary Kakobe kwa maana ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi 12. Mmoja alikuwa ni Shetani. Na Yuda alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kuna roho ilimuingia. Ilimuingia roho fulani. Sasa tunapokuwa na wanafunzi kanisani, mimi ni mchungaji na ni askofu, nasimamia makanisa kadhaa. Ndio. Sio watu wote ambapo tunaweza tukaanza wote sawa sawa. Lakini katikati ya safari kuna mtu mwingine akaingiwa na Shetani hapo. Kama ilivyokuwa Yuda. Mwanzo alipochaguliwa hakuwa na roho yoyote ya Shetani. Alikuwa mtu mzuri tu, kwa sababu Yesu hawezi kuchagua Shetani. Haiwezekani. Ndio. Hapo katikati hapo ndipo palipoingia matatizo. Kwa hiyo huyu anataka kumharibia, anataka kumfanya Askofu Zachary Kakobe aonekane ndio anazaa watoto wa ajabu wa namna hii. Huyu kwa sura hiyo tu anaonekana yani kwa maneno hayo ni ukweli, huyu sidhani kama amewahi kuokoka. Kwa maneno hayo tu maana huu ni ushabiki anatuleta hapa. Na sidhani kama askofu mwenyewe akiona comments za namna hii atafurahishwa nazo. Hawezi kufurahishwa nazo. Sidhani. Hawezi kufurahishwa nazo. Yaani hao watu wanasema ni kama wanampigania Askofu Kakobe, kitu ambacho sidhani kama yeye atachekelea. Hawezi kufurahia iko kitu, hawezi kufurahia. Mathayo 7:15 mstari wa Mathayo 7:16, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika tini? Utuma zabibu katika miiba, au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Kwa maneno hayo, huyo ambaye anajisema sio anapambana na Shetani, wakati kwa sura hiyo yeye mwenyewe amemvaa Shetani, kwa sababu mti mwema huzaaga matunda mazuri, mti mbaya unazaa matunda maovu. Anasema ameokoka, lakini maneno anayoyatoa yanaonekana ni giza totoro kabisa. Kwa hiyo huyu nafikiri tumpuuze, kwa sababu tukidili yani ukiona vurugu zinatokea na namna hiyo, manake Shetani ameshambuliwa vibaya sana, ameharibikiwa sana, wakala wake sasa wanapiga kelele. Ndio. Kwa hiyo iko hivyo. Tunaendelea na mtu mwingine anaitwa Mage Samuel. Ndio. Mage Samuel anasema kutoa zaka ni lazima. Ni sawa. Na sio ombi. Ndio. Lakini sio changizo. Na hakuna aliyewahi kutengwa eti kisa hajatoa zaka. Uliwahi kusema kauli hizo? Huyu anayesema kwa 100% anasema ni muongo.
Okay. Nasema ni muongo kwa 100%. Karibu. Zaka tangu limeanza wametengwa maelfu, sio mtu mmoja, maelfu. Hapo wala simungunyi maneno. Wametengwa maelfu. Nimetoa ushuhuda kwamba yuko mtu ambaye anaitwa Pamela, mpaka alikuwa kichaa kabisa. Naona kwa kutengwa, kwamba zaka ulizimia, ukazimia tena kizaka, ili hukutoa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, hakuna kukanyaga kanisani. Hasa hao ni watoto sio juzi. Pastor, unataka kusema yuko mtu alitengwa, sio mmoja, maelfu. Aliyetengwa na mfahamu, mpaka akawa ninayemzungumza ni mpaka akawa kichaa, huyo namfahamu. Na wengine kichaa kwa maana alipaniki, ilikuwaje? Iko hivi, mtu anapokuwa mshirika, hii siri watu wengine hawaifahamu. Mtu anapokuwa mshirika huwa kwa kanuni hiyo hana power ya kujisimamia mwenyewe, ya kujichaji mwenyewe. Mwenye roho ya kujichaji mwenyewe ni mtu aliyeitwa kuwa mchungaji, ndio ana sifa hiyo ya kuweza kujichaji. Kwa hiyo maana yake ni nini? Mtu anapotengwa, anapotoka kwenye mahali ambapo ameunganishwa na mchungaji, au ameunganishwa na mahali ambapo ni anapokea chakula, anapokea mafuta ya kuendelea kumchaji katika safari ya mbinguni, akiondoka hapo mara nyingi ana uwezo wa kujichanganya. Maana yake ni nini? Akijichanganya huko ni rahisi shetani kumpiga, kumletea matatizo. Ndio. Lakini anapigwa kwa sababu gani? Kwa sababu ameondolewa mahali hapo. Ndio. Na ameondolewa, lakini ni nje ya kanuni, sio katika maelekezo ya Biblia. Ilikuwaje huyo Pamela? Ni Pamela, yes. Akaondolewa, ilikuwaje? Mwezi wa kwanza anasema alitoa zaka, akaambiwa sijatoa. Yaani akaletewa ripoti ya mwezi unaofuata kwamba unaonekana hapa hujatoa, kwa hiyo umezimia kizaka. Na wakati yeye ametoa. Na wakati sasa yeye ananieleza yeye mwenyewe. Yaani alitoa ila yes. Viongozi wakamwambia hakujatoa. Yes. Na hii kazi inafanywa na watu wa chini, sio na askofu mwenyewe. Yes. Ila ni maelekezo ya askofu. Nashawishika kuamini hivyo kwa sababu sidhani kama wanaweza kufanya nje ya maelekezo yake. Au ndio ile, unajua kuna wakati kiongozi anaweza akatoa maelekezo fulani, kuna watu huwa wanapitiliza. Inawezekana, hilo nao linawezekana. Mahali pingi, sehemu nyingi sana huwa tunaweza kuwasema viongozi, unaweza kitu kidogo tunamlaumu mheshimiwa rais, kumbe wa chini yake, lakini watendaji muda mwingine wana majibu yao. Yes, hiyo inawezekana kabisa. Hilo je, ilikuwa ni maelekezo ya askofu mwenyewe au ni sehemu ya utendaji? Wale watendaji ndio shughuli zao za kila siku. Ndio shughuli wanazozifanya, lakini hiyo pointi ya kutengwa bila shaka haiwezi ikawa mtu wa chini anajifanyia, sidhani. Okay. Haina uhakika kwa 100% kwamba imetoka kwa bishop. Kwenye issue ya kutengwa. Sasa ikiwa pengine yani hoja yangu ni kwamba pengine haijatoka kwa bishop, na pengine bishop hana hizi taarifa, na pengine bishop hana clue kabisa. Pengine akifuatilia video hii hata sasa atastuka, hii ni GBF niliyotengeneza mimi, ndio hii ambayo Mungu ameniitia, ndio hii ambayo Mungu amenipa kusudi kwalo, kumbe ina madudu chini. Pengine hajui, tukiashumu kwa namna hiyo. Pengine hajui. Hebu tupe taarifa as if bishop anapaswa kufahamu, alafu utatupa taarifa as if bishop anapaswa kulaumiwa au kurekebishwa kwenye hili. Kwanza niseme katika shughuli hii hatufanyi kwa ajili ya kumlaumu. Kwa maana marekebisho. Tunamsaidia kwamba kama kuna mali kuna shida anaweza kuweka vizuri ili kazi ya Mungu iweze kusonga mbele. Katika mnyororo wa kimamlaka ninavyofahamu, mamlaka inaanzia juu inashuka chini, kama rais inashuka kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, kwa rais, waziri mkuu, mawaziri, alafu naenda kwa watendaji na kadhalika huko. Yes. Sasa ukifika pale ili kuwa mshirika, miaka hiyo sijui sasa, kwa sasa miaka hiyo ulikuwa unapewa form. Siamini kwamba form hiyo inakuwa imetengenezwa na kiongozi, siamini. Na ni kwa wote, maana yake ni kanisa zima unapewa form. Kwa hiyo ni labda ni kesi ya nchi nzima. No, ni pale tu. Hiyo ni kwa ajili ya makao makuu tu. Kwa sababu sehemu nyingine nimewahi kutembea, sijawahi kuona kitu cha namna hiyo. Kabisa sijawahi kuona kitu cha namna hiyo. Twende taratibu sasa. Tunaenda taratibu. Hii ni habari mpya sasa naipata. Kwa hiyo hii issue ya zaka kupangiwa ni makao makuu. Yes, hiyo mambo ya makadirio ni makao makuu. Kwingine sijui. Umewahi kusali nje na makao makuu? Yes. Ila sio vizuri kusema kwenye makanisa haya. Location gani? Location tu. Taja tu location. Ukitaja kuna tuashumu umewahi kusali. Nimewahi. Ila au kukuta kuchaya kwa nini? Hakipo iko kitu. Yaani
hakiko iko kitu. Hasa unazungumzia kwenye ni mwaka gani ambao umeenda kwenye makanisa? Unazungumzia miaka ya 2010. 2010 sio mbali sana. 2010 labda hapo. 2011 sio mbali sana. Nimewahi kusali Tarakea kwa maana ya nimewahi kusali huko. Nimewahi kwenda Morogoro. Sio mbali sana. Nimewahi kwa hiyo sijawahi kuona kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo nikisema form zile sasa ninapozungumza habari ya form sipingi utaratibu wa hicho kitu kinaitwa form. Wala sikatai utaratibu wa swala linaitwa form. Issue kwamba kama iko sawa sawa na kibiblia ni sawa sawa tu ifanyike. Kama haiko kibiblia, hapo ndicho ninachopigia kelele mimi. Nataka kushawishika pengine kuna ufunuo maalum mtumishi aliupata au alikuwa na mkakati maalum. Pengine ndio maana hakuifanya kwenye kila sehemu ya huduma zake. Nataka kushawishika hivyo. Okay. Na ili tushawishike hivyo manake yeye askofu ndio mwenye maelezo ya kutosha. Yes. Lakini pia wewe ambao umeshuhudia makao makuu na nje ya makao makuu. Hebu deep down, twende chini zaidi ya maelezo. Nimesema kwamba ukifika pale utapewa form na utatakiwa kuzungumza mapato yako miezi 12 iliyopita. Kwamba labda mwezi huu ni mwezi wangapi? Mwezi labda wa 4. Utaambia mwezi wa 4 mwaka jana ulikuwa na kadiria kwamba ulikuwa unapataga kiasi gani. Okay. Sema nilikuwa napataga 7,000. Okay. Ilikuwa 7,000. Mwezi uliofuata wa 5 12,000. Mwezi uliofuata 100,000. Mwezi uliofuata 5,000. Itajumlishwa mpaka mwezi huu na kugawanywa kwa 12 kuweza kupata wastani ambao ndio utatakiwa utoe kutoka hapo kwenda mbele. Tuko sawa? Na niliwahi kusema hilo linaweza isiwe tatizo kama mtu una fixed amount, una kiwango ambacho hakibadiliki. Kama una mshahara kwa mfano. Mshahara. Lakini kwa mfanyabiashara hilo haliwezi kufanya kazi. Kwa hiyo utaratibu huo alioweka askofu kama ingekuwa ni mshahara sio shida. Nadhani sio shida kwa sababu si kitu kiko fixed tayari. Na hata ukigawanya utapata idadi ile ile ambayo ndio ya mshahara wako. Sio umenielewa hapo? Mshahara ukipanda inabidi wapige tena hesabu. Yes. Okay. Yes. Sasa kwa hiyo hilo ikawa sasa kwa wote ufanya biashara, ufanya kazi na kadhalika. Sasa huyu mama naye alikuwa ni mfanya biashara. Alipokuwa mfanya biashara alikuwa anafanya na hayo ananiambia yeye mwenyewe. Ananiambia yeye mwenyewe. Kwa akawa anafanya hayo. Baada ya kuyafanya hayo huyu akawa anatoa tu kwa uaminifu kwa mujibu wa yeye. Lakini kwa mujibu wake ndio. Kwa mujibu wake. Kwa hiyo ikafika hatua akawa ametoa mwezi mmoja, akaletewa ripoti, hamna, hujafanya nini? Hujatoa. Akatakiwa kulipa na faini yake. Maana yake kama ilikuwa ni 10,000, maana yake itakuwa ni 30,000 na zaka ya mwezi unaofuata itakuwa ni 40,000. Kwa hiyo mwezi uliofuata tena alipofanya hivyo alivyofidia hilo pengo akaambiwa nayo hujatoa. Kwa 30,000 mara 3 90,000 na 10,000 ya mwezi unaofuata itakuwa 100,000. Akafanya hivyo mwezi uliofuata akaambia hujatoa, na kwa sababu hiyo unahesabika umefanya nini? Umekufa kizaka na utakiwi kukanyaga hapa kanisani. Hapo ndipo tatizo lilipomwanzia. Akaanza kusali. Alikuwa anatoa, viongozi wanamwambia hajatoa. Yes. Pengine viongozi walishindwa kutunza kumbukumbu au huyo kiongozi aliyekutana naye hakuwa mwaminifu, sisi hatujui. Inawezekana labda alikuwa anatoa, kuna mtu fulani alikuwa anaiba, inawezekana. Sisi hatujui. Inawezekana. Au inawezekana pengine hata yeye taarifa zake sio za kweli anazokupa. Inawezekana yeye muongo, yote yanawezekana hayo. Hatujui. Sasa wewe binafsi ulisali makao makuu. Ulikutana na huo utaratibu? Yes. Na wewe ulikuwa unatoa zaka kwa fomu, ulijaza fomu na kiasi? Yes. Ungeweza kuwa na hiyo fomu sasa? Ninazo. Unazo mpaka sasa? Ninazo. Yaani kwa maana hata zile wanasema basha. Sasa tunavyoongea na wewe. Narudia tena. Tunaweza tukaziona? Zipo. Sio moja. Basi nafikiri hapo baadaye itabidi tuonyeshe. Kwa hiyo zipo, hata zile risiti zile zipo, sio moja, sio 2, sio 5. Na umetunza? Sio 10, sio 20. Zimekaa ndani miaka mingapi? Miaka mingi sana. Okay. Miaka mingi sana. Basi mimi nafikiri kama umesema unazo, ina haja sana ya kuzionyesha pia. Kwa sababu sio mashindano. Sio mashindano. Hapa tunafanya kazi ya kusaidia. Nilitaka tu nihakikishie ndio nimekuuliza mara tatu. Yes. Kwa hiyo pointi yangu mimi haiko kwenye hayo yote niliyoeleza huku chini. Sio fomu hayako. Pointi yangu huyu amesema hakuna mtu anayetengwa. Ni uongo.
huyu mtu sio mmoja, ni maelfu. Narudia tena, ni maelfu. Naweza ni kwa sababu kwa heshima ya watu hao si vizuri kuwataja kwa majina. Ninaweza kuwataja kwa majina, wako wengi sana. Kwa hiyo huyo labda wajana tu wajuzi, na inawezekana wajana juzi, labda sasa hivi kuna utaratibu wa watu kutokutolewa, ndio maana anazungumza hivyo. Labda au pengine huo utaratibu wa kupangiwa zaka haupo tena sasa. Labda yes. Kwa hiyo wewe unaongelea kitu ambacho cha zamani, pengine makosa askofu alishayajua, akarekebisha. Kama amerekebisha, sifa na utukufu ni kwa Yesu Kristo. Kama amerekebisha, tunamtukuza. Unaonya kitu ambacho hakipo tena. Inawezekana. Sasa hiki ambacho tulikumbuka hapa, tunajaribu kusaidia wale waliouliza maswali kutokana na kile ambacho tumekizungumza. Na wakati tunakizungumza, nashawishika kuamini kwamba kilikuwepo. Kwa hiyo nilizungumza katika kipindi ambapo kipo. Kwa hiyo kama kimeondolewa, nani ajuae? Na hatutafuti utukufu hapa, hatutafuti heshima hapa. Inawezekana Roho Mtakatifu amemgusa na kumwambia rekebisha hapo. Inawezekana labda amesikia, inawezekana ameona video, labda akaweza kurekebisha. Hii ni utukufu kwa Bwana, yeye ambaye anaweza kulirekebisha kanisa. Tuko mwishoni, tunataka parapanda ilie tuweze kuondoka. Tutaki mtu yeyote aachwe. Ndio Pastor, kuna mambo mengi hapa. Ndio. Yuko mwingine ambaye alitoa comment hapo. Ndio. Huyu anajiita kwa jina la Bizaa. Anasema yani unavyozungumza tu inakutambulisha. Anaitwa Be Fair Products. Ngoja tumtaje tu. Ndio. Be Fair Products. Ndio. Anasema yani ulivyozungumza tu inatukumbusha, inakutambulisha kuwa mwanafunzi wa Kakobe. Okay. Sikia dogo, sikio haliwezi kuzidi kichwa. Okay. Sasa huyo mtu unamjibu nini jamani? Mtu unachomjibu nini? Hao ndio nimesema inawezekana hao hata si wanafunzi wa Askofu Kakobe. Inawezekana tu ni wakala amejipenyeza hapo basi, lakini inawezekana wala sio mwanafunzi wake. Hawezi kujibu upuuzi wa namna hiyo, hawezi hata kidogo. Mwanafunzi wa Askofu Zakaria hawezi kujibu utumbo hivyo. Kwa hiyo mtu anamea unamwacha, sasa utamjibu mtu wa namna hiyo kweli? Ndio. Yeah. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya watu ambao recently hatukuwahi kujibu comments zao. Okay. Walikuja na comments, lakini wengi walikuja kwenye somo hili la mtumishi wa Mungu Askofu Kakobe. Ndio. Hebu sema neno kwa askofu sasa. Kama utachukua hata dakika moja kusema chochote. Mungu ambariki. Yes, Mungu ambariki. Yeye amefanya kazi nzuri. Na kila mahali ambapo anaona kuna hitaji kurekebishwa ni vizuri arekebishe, kwa sababu hatutamani mahali kokote ambapo amefanya vizuri